Huyu ni Leila Shaaban, binti mwenye umri wa miaka 22, ambaye maisha yake kwa sasa yupo kitandani, nyumbani akiwa anapata usaidizi kwa mama yake mzazi anayeishi naye kiwalani katika chumba hiki alichopangishiwa na wasamaria wema. Safari ya mama Leila imekuwa ndefu na ngumu kutokana na hali ambayo anaipitia kwa sasa. Maradhi haya ya TB ya mifupa yalimuanza taratibu akiwa masomoni nje ya nchi miaka 3 iliyopita, lakini alilazimika kukatisha masomo yake na kurejea nchini kutokana na hali hiyo kuendelea kubadilika ili aweze kupata uangalizi wa karibu kwa mama yake. Nimeshakubali kwamba hii hali ipo. Madaktari wameniambia nimeumwa muda mrefu, kwa pia kupona itachukua muda mrefu. Miaka mingapi? Muda gani? Miaka 3 sasa. Lakini na imani nitasubiri, najua siku yangu ipo. Nitaweza kushikilia labda ukuta, kujisogeza. Nitaweza labda kunyanyua kijiko nile mwenyewe. Kwa hiyo sina tena huzuni. Sasa hivi kila kitu mama ananifanyia. Nimerudi kama utoto. Katika simulizi ya mama yake Leila, haikuwa rahisi hapo awali kuikubali hali hiyo, lakini anasema ushirikiano wa madaktari bingwa wa hapa nchini ulifanikisha kufahamu ugonjwa unaomsumbua mwanae. Alirudi akiwa yuko baridi sana. Sana. Na joto likipanda linapanda joto kali sana. Lakini conclusion ya mwisho ndio kaja kuonekana pingili moja haipo, imeliwa na ugonjwa. Sasa huu ugonjwa uliokula ipingili ni nini? Daktari akasema inabidi tucheki tena. Kwenda kuchukua majibu ikaonekana ni TB. Kabidi aanze hapo dawa soon as possible. Ndoto ya Leila ni kuwa daktari bingwa, na bado anasema nadhiri hiyo ipo pale pale na ataitimiza dhamira hiyo kadiri Mungu atakapomjalia siha njema. Bado sijakata tamaa. Na ndoto zangu bado ninazo. Wakati wa kukata tamaa ulishapita. Nilishajutia huko nyuma. Nilishalia. Nilishakata tamaa. Lakini ukiwa unaishi na watu ambao kukati tamaa, watu ambao hawaoni kasoro yako hata kama unaona, najua Mungu atanisaidia. Mama yake ambaye muda mwingi yupo naye akimuuguza kwa karibu akiwa kitandani, ameendelea kuwashukuru wasamaria wema. Hii ndiyo simulizi ya binti Leila mwenye ndoto ya kuwa daktari bingwa. Ramadhan Tua, Azam News.